Itel, I10 ninaweza nikachukua maoni yako kuhusu uh, unadhani wanaokufa huwa wanaenda wapi? Wanaokufa kwa sababu sisi toka tumekuwa, hata vitabu vya dini vinaeleza kwamba ni wanaokufa, hata sisi wenyewe tunaona kwamba ni wanazikwa, yani wanazikwa chini. Ila ukija tena kwenye vitabu vya dini watu wanaokufa kwamba miili ndio inazikwa, ila pumzi ndio inarudi kwa nani? Kwa Mungu. Sasa I10 umesema pumzi inarudi kwa Mungu. Wapi huko? Ni mbinguni. Kwa hiyo wote wanaokufa wanaenda mbinguni au kuna sehemu nyingine? Yani wanaokufa waende mbinguni, ila pumzi ndo zinaenda mbinguni, kwa sababu wanaokufa miili yao inazikwa na wanarudi mavumbi, kwa sababu ukiangalia wanasema kwamba watu watarudi mavumbi. Sasa unaamini kuna mbinguni na jehanamu? Yes, naamini. Wewe ukifa I10 utaenda wapi? Mimi nitazikwa na mimi nitapita njia tu za wenzangu. Tumeona kwamba kuna mbinguni na jehanamu. Wewe ukifa unaenda wapi? Yani manake nikifa sawa nitazikwa chini, ila kwamba kama ndo tunavyoamini kwamba Yesu akirudi ndo hivyo, sijajua upande wangu kwa matendo yangu nilionayo. Sawa. Sasa Mungu ameweka siku ambayo atatuhukumu wanadamu wote na atatumia amri 10 kutuhukumu. So, unazifahamu amri 10 za Mungu? Yes, nazifahamu. Unaweza ukanitajia moja? Ndiyo, moja naifahamu. Ipi? Usiue. Umewahi kuua? Hapana. Umewahi kumchukia mtu yeyote katika maisha yako? Ise chuki sijaishi nayo kabisa. Haujawahi kumchukia mtu? Kwa sababu naamini chuki pia ni kuua pia. Vizuri. Sasa amri ya 9 inasema usiseme uongo. Toka umezaliwa mpaka leo umesema uongo mara ngapi? Udogoni naweza ikawa nilisema uongo sana. Kwa hiyo siku hizi hausemi uongo? Hapana, siku hizi kidogo uongo siusemi. Sio kwamba ndio ule uongo uliosemaga ukiwa na wazazi? Ule ulikuwa katuni uongo. Yeye mzazi anaweza kusema umefanya hicho kukataa, kwaja kujitetea usipigwe, ila sasa kwa sasa hivi Na wanaosema uongo wanaitwa ni waongo hivyo hivyo. Umepatia kabisa. Amri ya 8 inasema usiibe. Toka umezaliwa mpaka leo umewahi kuchukua chochote kisichokuwa cha kwako bila kujali gharama yake? Naweza nikasema, unajua utotoni, yani kuiba sio mpaka uibe eti kitu kikubwa. Kusema yani kwa sasa hivi, yani utu uzima wa kuiba sijawa, ila utotoni huko shuleni naweza nikamuibia mtu peni. Sawa. Umesema vizuri I10. Mtu anayechukua visio vyake anaitwa Hiyo mwizi. Kwa hiyo wewe ni? Mimi ni mwizi Kabisa. Sio mwizi tu, ni mwizi muongo. Amri ya 7 inasema usizini, lakini Yesu akasema hivi, yeyote amwangaliaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye ndani ya moyo. Umewahi kumwangalia mwanamke kwa kumtamani? naweza nikamwangalia nisimtamani. Mara ya mwisho kuangalia picha za ngono ilikuwa lini? Ukweli wa moyo wako kabisa. Sikumbuki hisi. Ilikuwa zamani, si ndio? Sikumbuki. Ilikuwa zamani. Ilikuwa ni zamani sana, enzi hizo labda. Sawa. Ni huyo huyo Aiten ambaye enzi hizo zamani aliangalia picha za ngono. Sasa Aiten, mimi sikuhukumu, lakini wewe mwenyewe umekiri kwamba ni muongo, ni mwizi, unazini ndani ya moyo kwa kuangalia uliwahi kuangalia picha za ngono, na yamkini umewahi kufanya uasherati. Sitaki unijibu hilo. Kama umewahi, basi Biblia inasema hivi, waongo, walevi, wazinzi, waasherati, waabudu sanamu, wote sehemu yao ni katika ziwa liwakalo moto. Nikuulize swali, Mungu akikuhukumu sasa hivi unaenda wapi? Nitaenda jehanamu. Ni kweli kabisa, unaenda jehanamu kwa sababu ni jambo la kutisha sana.
Lakini unajua Mungu alifanya nini ili sisi wenye dhambi tusiende motoni? Mungu alimtoa mwanawe wa pekee. Yaani umepatia kabisa. Unaona? Sasa wengi wanajua kwamba Yesu alikufa msalabani, lakini hawajui hili. Wewe na mimi tulivunja sheria ya Mungu. Yesu akafa msalabani, akalipa fine. Ni sawa na wewe ukiwa umepelekwa mahakamani umeiba. Akitokea mtu akakulipia fine. Hakimu anasema I10, ulikuwa na deni, lakini kuna mtu kakulipia. Uko huru kuondoka. Kwa kile ambacho unatakiwa kufanya ili usiende Jehanamu, kuna mambo mawili ambayo unatakiwa kufanya. Inaonekana unajua Biblia wewe. Unajua unatakiwa kufanya nini ili Sababu nilipofikia umri fulani na mimi niliingia kwenye kuamini. Yes, kwa hiyo mambo baadhi nikaachana nayo. Kwa hiyo nimekulia kwenye misingi hiyo, japo enzi za huko udogoni ndio hivyo, sinajua tena. Ndio. sasa tumeona Biblia inasema watenda dhambi wote wanakwenda Jehanamu. Unaona? Na ili usiende Jehanamu unatakiwa kutubu dhambi zako na kumwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Lini utafanya hivyo? I10. Muda wote. Muda wote lini? Mwakani, mwaka kesho kutwa, muda wote lini? Kwa sababu yani mimi kuna hofu fulani huwa naishi nayo. Kwa sababu unajua kumkosea mtu, yani kuendelea kumkosea mtu yule ambaye umeshamkosea. Kwa sababu kuna yani anaweza kukasirika zaidi. Siwezi kusema kwa sababu saizi mimi nipo stage ya ujanani. Siwezi kusema naamini eti kabisa nimeamini. Anaweza Sawa. Sasa hivi unajua katika maisha haya kila siku zaidi ya watu 1.5 wanakufa. Hizo ni takwimu za Shirika la Afya Duniani. Kila siku. Kwa hiyo unadhani kwa sababu wewe ni kijana, unadhani kwamba wewe hiyo takwimu haikuhusu? takwimu inanihusu. Kwa hiyo maana yake ni kwamba unatakiwa, ili usiende Jehanamu, unatakiwa kumpa Yesu maisha yako. Mimi nilimpokea Yesu nikiwa kijana mdogo kabisa wa kidato cha 3. Kwa hiyo hauna sababu ya kuacha kumpokea Yesu kwa sababu wewe bado ni kijana. Kwa hiyo Biblia inasema hivi, itamfaa nini mwanadamu akiupata ulimwengu wote na kisha kaipoteza nafsi yake Jehanamu. Kwa hiyo mimi nikusihi, unaweza ukafikiri tu kwamba hii tumekutana tu kama bahati mbaya, lakini huu ni mpango wa Mungu. Maanake Yesu anasema hivi, aniaminie mimi ajapokufa anaishi, na anasema kwamba aniaminie mimi hata kufa. Maanake ni kwamba ana uzima wa milele. Sipendi uende Jehanamu, ndio maana nakwambia haya. Na ili kusudi usiende Jehanamu unatakiwa kutubu dhambi zako na kuziacha, na kisha unampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unajiunga na kanisa la watu waliookoka. Ukifanya hivyo itakuwa ni heri kwako. Usipofanya hivyo, ile siku ya mwisho macho yako na ya kwangu tutagongana. Alafu tutasema, Baba, kwa nini haukunipiga makofi nikashtuka? Siwezi kukupiga makofi, nitakuudhi. Asante sana kunisikiliza. Nafikiri kwamba utakwenda kuyafanyia kazi haya tuliyozungumza. Sawa, nitaenda kuyafanyia kazi. Asante sana.